tukaribishe maneno saba ya Yesu aliyoyasema pale msalabani. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Neno la kwanza alilolisema Bwana Yesu alipokuwa pale msalabani limeandikwa katika Injili ya Luka mtakatifu sura ya 23 mstari wa 34. Neno la kwanza alilolisema Bwana Yesu alipokuwa pale msalabani limeandikwa katika Injili ya Luka mtakatifu sura ya 23 mstari wa 34. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipigia kura. Neno hili alilisema Yesu msalabani akiwa ana maana mbili. Maana ya kwanza ni kwamba aliwaombea msamaha wale waliomtesa, waliomsulubisha na kumpiga, kwa sababu wao walifanya vile si kwa sababu walikuwa wanajua ya kwamba wanachokifanya ni kutimiza mpango ambao Mungu na Yesu walikuwa wameshauandaa kutokea walipokuwa mbinguni. Kabla ya Yesu kuja duniani, Mungu alikaa kikao na watu walikuwa nao. Kwa Biblia haielezi ya kina nani, lakini akasema ni mtume nani aende duniani akaokoe watu wao. Kwa hiyo Yesu alipokubali kwamba anakuja duniani, alijua haya yatakayompata. Kwa ajili ya hayo, isingewezekana apigwe, ateswe na kuuawa kama wasingekuwepo watu ambao walikuwa wameandaliwa kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo hawa walimtesa na kumsulubisha, lakini mpango ulikuwa ni wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alimkumbusha Mungu kwamba Mungu, pamoja na kwamba haya wamenitendea mimi, lakini huu ni mpango wako. Kwa ajili hiyo hawa watu wasihesabiwe hatia kwa sababu wametimiza mpango wako. Maana ya pili ni kwamba Yesu alipokuwa bado akifanya kazi yake duniani na wanafunzi wake, aliwafundisha ile sala ya Bwana. Kuna kipengele kimoja kinasema, Baba, utusamehe kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Na mwisho pale Yesu akawaambia kwamba kama msipowasamehe watu makosa yenu, na Baba yetu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu, mimi pamoja na ninyi, kama hatuwezi kusamehe, pengine tangu ulipozaliwa mpaka leo hujawahi kusamehe, kwa hiyo dhambi zako zinakaa tangu ulipokuwa mdogo mpaka umri huu ulionao, uhesabu kwamba dhambi zako ni nyingi. Na hivyo basi uombe neema ya Mungu ili uanze kusamehe, ili nawe usamehewe dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Sifa kwa Bwana kondoo. Neno la pili alilosema Yesu akiwa pale msalabani inatoka katika kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 23 kuanzia mstari wa 43. Yesu akawaambia, amini nakuambia, hivi leo utakuwa pamoja nami peponi. Yesu alipokuwa anaongea hivyo, alijua ya kuwa yule mtu kati ya wale watu waliokuwa wamesulubishwa pale msalabani, kwa yule mmoja wapo waliomwambia kwamba uendako huko siku ya ufalme wa mbinguni utukumbuke. Yesu alijua kwamba huyu ana imani,
Lakini yule wa pili alimtukana na kumsengenya, ijapokuwa Yesu alijitoa kwa ajili yetu sisi ili sisi tuweze kuwa huru. Aliweza kusamehe akiwa pale msalabani, na pia ndipo akaamuru kusema, hivi leo utakuwa pamoja nami peponi. Ndilo neno la pili alilosema Yesu akiwa pale msalabani. Sikilizeni neno la tatu alilosema Yesu pale msalabani, kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 19 ile aya ya 26. Sikilizeni neno la tatu alilosema Yesu pale akiwa msalabani. Inapatikana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 19 aya ile ya 26. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, tazama mwanao. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu naye, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Sauti hii ni ya Mungu, inakuja kwetu, inasema tumtazame Yesu pale msalabani. Yesu anasema tazama, Mungu anasema tazama Yesu pale msalabani. Amekuja kubeba shida zetu, amekuja kubeba huzuni zetu, masikitiko yetu tulio nayo. Tusitazame sisi wenyewe, tumtazame Yesu pale msalabani. Amekuja kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu la 4 linapatikana lipo katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 27 aya ya 46. 27 aya ya 46. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakitani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia neno hili mwishoni mwa neno utaona kuna alama ya kujumlisha ya kuuliza. Alama ya kuuliza ina maana ni kama swali, anamuuliza Mungu, mbona umeniacha? Kwa hiyo alikuwa anajua nini kinaendelea mbele yake. Kwa kuwa Mungu amemwacha, ina maana kinachofuatia, kila kitu alichopanga Wayahudi lazima kitimie. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi hapa kama binadamu tumekuwa na mazoea, yaani hatujiconnect na Mungu, hatuko karibu na Mungu kwa 100%. Pale tunapopata mambo mazuri katika maisha yetu, yaani tunapopata mambo mazuri katika maisha yetu, kila mtu anaona ni akili yake, anaona ni uwezo wake, anaona ni nguvu yake. Lakini pale tunapopata mambo magumu, ndipo lawama zinaanza kurudi kwa Mungu. Mungu, mbona unioni? Mbona naumwa? Hata uniangalii. Lawama zinakuwa nyingi kwa Mungu. Lakini kama ukimfanya Mungu kama baba na mwokozi katika maisha yako, kila kitu unachokipata yeye atakuwa anahusika. Kama ukipata kitu kizuri, ukipata maisha mazuri, ina maana Mungu atakuwa anahusika kwa 100%. Lakini hata magumu unajua umeyapata na Mungu yuko na wewe. Kwa mfano, yani unaumwa, usifikiri Mungu ajui kama unaumwa. Mungu anajua kabisa unaumwa, ila anakupitisha umo ili ukumbuke kwamba kumbe kuna wakati mtu unaweza ukaumwa, na ukiumwa ujue umepitishwa kwenye magumu ambayo unatakiwa ujipange kwa ajili ya kumtegemea yeye na sio kwenda njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Sana ila siku
Mungu unayeishi milele, pokea sifa Bwana kwa muda huu na wakati huu. Tukakuona ukiendelea kusema nasi katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la 5 alilosema Bwana Yesu akiwa msalabani limeandikwa katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 19 kifungu cha 28. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 19 mstari wa 28. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 19 kifungu cha 28 inasema: baada ya hayo Yesu, hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, ninaona kiu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ameshaongea maneno manne Bwana Yesu akiwa msalabani. Ametoa neno kwa habari ya msamaha, ametoa neno kwa habari ya tumtazame Yesu na tumtazame mama yake Yesu. Ametoa na baadhi ya maneno. Neno la 5 analitamka akiwa msalabani katika hali ya uchungu na mateso na maumivu. Yesu anasema anaona kiu. Kiu ya Yesu haikuwa ya kunywa maji ya kunywa au Pepsi. Kiu ya Yesu ilikuwa ni ya kuniokoa mimi niliyepotea, ambaye nimeenda mbali na uso wa Mungu, ambaye sikustahili kusogea mbele za Mungu wala kulitaja jina la Mungu. Yesu alipotazama pale msalabani, akasikia kiu ya kunikomboa, akasikia kiu ya kuniweka huru, akasikia kiu ya kunifanya niwe mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kiu ya Yesu ilikuwa ni kwa ajili hiyo. Haikuwa kiu ya namna nyingine yoyote. Aliubeba msalaba kwa uchungu, aliubeba msalaba kwa huzuni, pasipo kulalamika wala kunung'unika wala kumshutumu mtu yoyote yule. Tunaona hapa tumesoma mashutumu mengi mazito wamemshutumu Bwana Yesu, lakini yeye hakuwa na shutuma yoyote, lakini yeye hakuwa na lawama yoyote. Hapa anatamka neno la ushindi akiwa msalabani. Maana yake kilichomtoa mbinguni Yesu ni kuja kunikomboa. Hii ndio kiu aliyokuwa nayo Bwana Yesu. Akaona kiu kwa ajili yangu, akaona kiu kwa ajili yako, akaona kiu kwa ajili ya mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni jukumu letu sisi wa Kristo wa leo, sisi watumishi wa Mungu wa leo. Tunasikia kiu ya nini katikati ya maisha yetu? Wengine tuna kiu ya kutenda dhambi, wengine hata wana kiu ya uasherati na uzinzi, wengine wana kiu ya ulevi. Ninasikia kiu, nataka nile nikajizimue, nataka nile nikajichachue. Hiyo kiu Bwana Yesu alivunja pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kiu ya Bwana Yesu ilikuwa ni kutuweka huru, tutoke mbali na dhambi, tukaribie msalaba. Maana damu ya Yesu alimwaga pale msalabani ni kwa ajili ya kutukomboa. Tukiendelea kufanya mambo ya ajabu, tukiendelea kupata kiu ya dhambi, tunampisha Yesu msalabani. Na inakuwa haina maana ya Yesu kufa msalabani wakati bado hatutaki kubadilika, hatutaki kuacha mambo tulio nayo. Mwenyezi Mungu atubariki. Tunapomaliza Kwaresma hii, tunaenda kwenye maisha mengine baada ya Kwaresma. Mungu atupe kiu ya kutafuta na kumtumikia siku zote za maisha yetu. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Neno la 6 alilosema Yesu pale msalabani imeandikwa katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 19 aya ya 30. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 19 aya ya 30. Neno la
Mungu linasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siku, alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno haya aliyatamka Bwana Yesu wakati askari walipomletea chombo kile ambacho kinasi. Lengo la kutamka maneno haya ilionyesha zaidi kwamba Yesu hakuwa na kiu kama alivyosema kwamba aliona kiu. Badala yake ilikuwa ni alama ya ushindi, kuonyesha kwamba kazi iliyomleta hapa duniani ya kuwakomboa watu kutokana na dhambi zao amekamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu, katika maneno haya tunajifunza kwamba sisi tuna wajibu sasa wa kuishika imani, kwa sababu kazi aliyotumwa Bwana Yesu kwa kupitia mateso mbalimbali alikamilisha. Hivyo tuishike imani na kumkiri Yesu Kristo kuwa mkombozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alibariki neno lake kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sana. Basi tusikilize neno la 7 ambalo ni la mwisho alilolisema Yesu pale msalabani, ambalo linatoka katika kitabu cha Injili ya Luka ile sura ya 23 mstari wa 46 hadi 47. Tusikilize neno la 7 alilosema Yesu msalabani, ambalo linatoka katika kitabu cha Injili ya Luka takatifu sura ya 23 mstari wa 46 hadi 47. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno haya aliyoyatamka Yesu msalabani, kuanzia la 1 na la 2 mpaka la 7, alikuwa akimaanisha kwamba wakati Mungu anamtuma duniani kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, alisimama kwa ujasiri sana, akasema, nitume mimi Baba. Na kweli akamtuma, lakini pia alijinyenyekesha. Hakutaka kujidhihirisha kwamba yeye ni nani, kwa sababu alikuwa na uungu ndani yake. Aliuvaa mwili kama kawaida, aliishi na wanadamu kama kawaida, lakini wakati ameanza kuifanya kazi, watu hakuna hata mmoja aliyetambua kwamba huyu ni nani. Ndio maana wakampitisha kila sehemu, lakini Yesu alijinyenyekesha, alijishusha ili kazi aliyotumwa na Mungu apate kuimaliza. Ndio maana hata alipofika Golgotha, wakati wanamvua mavazi, wanamvisha taji, wanamchoma mkuki, lakini Yesu alijinyenyekeza. Wakati huo anakata roho, ndio maana akalia kwa sauti kuu, akijua kwamba ameshaimaliza kazi aliyomtuma Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado wanadamu hatujui kwamba Yesu alituona sisi ni wa thamani sana. Bado watu wanamkana, bado watu wanamkataa, lakini Yesu alikuwa anatuthamini sisi kwa thamani kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu watumishi wa Mungu, tumtumikie Mungu kwa uaminifu, na safari tulionayo ya Kwaresma, siku zote hizi tumefunga, lakini tufunge kwa ukweli na kumaanisha. Kuna watu hawasemeshani na wenzao, hawajawasamehe lakini wamefunga. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo tujifunze kupitia Yesu Kristo, tujinyenyekeshe katika roho na kweli, ili Mungu aweze kutusamehe na kutusafisha na kutukaribisha katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio neno la Mungu.